Kwa muda mrefu sana Selemani Matola amehudumu ndani ya Simba Sport kama kocha msaidizi, na kuna muda kama kocha wa muda. Anafanya kazi na makocha wengi tena wakubwa barani Afrika kama kina Benchika. Amechota maarifa mengi na uzoefu wa kutosha. Sasa ni wakati wake wa kuwa kocha mkuu pale Unyamani. Selemani Matola atakuwa ndiye kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports, wakati Dimitar Pantev atakuwa meneja mkuu. Dimitar Pantev hana leseni ya ukocha yenye sifa itakayomfanya awe kocha mkuu kwenye mashindano ya CAF na ligi kuu. Dimitar Pantev ana leseni ya UEFA A ambayo haimruhusu kukaa benchi. Selemani Matola ana vigezo vyote vinavyomfanya awe kocha mkuu kwenye CAF na ligi kuu. Ikumbukwe kuwa mechi ya kwanza ya Simba na Gaborone United, CAF walimzuia kukaa kwenye benchi, na mechi ya pili Gaborone walimsajili kama meneja wa timu. Simba nayo wamemtangaza kama meneja mkuu wa timu hiyo, hivyo ataandaa timu kisha Matola atakaa touchline. Kama Pantev anataka kukidhi vigezo lazima apate UEFA Pro. Selemani Matola mwaka 2002 akiwa nahodha wa Simba Sports amekuwa mtumishi bora wa klabu ya Simba tangu akiwa mchezaji, na mpaka sasa ni kocha msaidizi kwenye benchi la ufundi. Kwenye ulimwengu wa mpira, asilimia kubwa ya wachezaji wakimaliza kucheza mpira ni watakuwa makocha, wachambuzi au wakurugenzi wa michezo. Matola ni kocha wa mwaka 2020, alihusishwa kwenda kuifundisha Gor Mahia ya Kenya, lakini hakuna kilichotokea. Matola yuko kwenye comfort zone yake ndani ya Simba Sport kama kocha msaidizi, na sio makosa sababu ndio anapofanya kazi vizuri. Kwake majukumu ya kuwa kocha mkuu na pamoja labda hayataki au klabu haijawahi kumwamini, lakini duniani hapa kuna watu kama Matola ambao ulitegemea wanaweza kuwa makocha wakubwa. Watu kama Rui Faria alifanya kazi na Mourinho kwa muda wa miaka 17, lakini alienda kufanya kazi yake ya ukocha kule kwa Waarabu Katari katika klabu ya Al Duhail na Al Dum kwa msimu mmoja tu, na kisha akaacha kazi na mpaka sasa hana kazi. Pep Jean wengi walizani anaweza hata kuwa kocha wa Liverpool baada ya Jurgen Klopp kuondoka, sababu Klopp alikuwa akimpa maua yake kama msaidizi bora kabisa, na tulizani atakuwa bonge moja la kocha, lakini msimu uliopita alikuwa na wakati mgumu kule Salzburg, Australia. Aliishia kuacha kazi na sasa amerudi kama kocha msaidizi chini ya Guardiola Manchester City. Sio lazima Matola awe kocha mkuu wa Simba Sport, labda anaona muda hujafika, bado anajifunza. Sababu za kujifunza hakuna mwisho, au labda klabu inaona muda bado na yeye kuchukua majukumu mazito. Kwa namna yoyote, maamuzi ya Matola kwenye career yake, yeye ndio anajua kipi bora zaidi. Inawezekana sisi tunaona amekuwa chini ya makocha wengi, kwa hiyo uzoefu na ujuzi atakuwa nao, lakini yeye anaona bado, na labda yuko comfortable zaidi kuwa kwenye benchi na kutoa msaada yote kwa yote. Mchango wake ndani ya Simba Sports ni mkubwa kwa mahitaji ya sasa hivi ya klabu hizi za Tanzania na hisia za mashabiki. Nadhani anaweza kuwa na muelewa kocha Matola kwa nini anaona nafasi ya usaidizi ndio sahihi kwake kwa sasa. Na hii ni Neli TV. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu kwa haraka zaidi pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Neli TV. Neli TV, kusudi letu ni kukusanyia mjumuiko wa taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, updates mbalimbali, tetesi zinazoendelea ndani ya soka letu la NBC Tanzania bara, kusudi wewe mtazamaji wetu usipitwe na chochote kile kinachoendelea ndani ya uwanja na nje ya pichi ya uwanja, kwa maana ya wadau wanasemaje kuhusu soka na namna timu zinavyopambana kufika hatua kubwa kimataifa, pamoja na kuendeleza ubabe mwingine ndani ya NBC Premier League. Niliyekuandalia na kukusomea taarifa hii ni mimi Sport Lady Queen Liz.
Hadi wakati mwingine, uwe na wakati mwema. Muhimu ni kusubscribe. Kwaheri.